hukufika jana, leo umefika. Pia Mungu akubariki sana. Amina. Amen. Mungu akubariki. Muamini Mungu ya kwamba unaenda kupokea. Sawa? Usijilaumu kwamba nimechelewa jana sikuwepo. Amini kwamba Mungu hata leo unaenda kupokea. Sawa Mungu awabariki sana. Mtatusamehe leo kidogo vyombo vyetu hatukuchaji vizuri, lakini tunamwamini Mungu. Sauti hii Mungu amenipa ni sauti kubwa mno, ni sauti yenye ujazo, ni sauti iliyoshiba. Naamini utaisikia vizuri kabisa. Amen. Amina. Amen. Mungu akubariki sana. Naamini kwamba utasikia. Jana tumejifunza kwa habari ya nini maana ya wokovu. Sawa? Tumejifunza nini wokovu. Wokovu ni nini kwenye maisha ya mwanadamu. Amina. Amen. Tukaona kwamba wokovu ni kuwekwa huru. Kuwekwa huru kutoka kwenye shimo, kutoka kwenye vifungo vya adui, kutoka kwenye uchawi, kutoka kwenye giza lolote lile ambalo ulikuwa umefungwa. Unapookoka tukajifunza kwamba unawekwa huru. Sawa? Tunaendelea na somo letu la wokovu. Bado tunaweza tukasema tena wokovu ni zawadi ya Mungu kwa wanadamu wote kupitia Yesu Kristo. Mwanadamu tukasema kwamba alitengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Mwanadamu alitengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi, lakini Mungu kwa upendo wake mkuu alimtuma mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tukajifunza kwamba baada ya mwanadamu kutengwa na Mungu baada ya ile dhambi, lakini bado Mungu upendo wake aliamua kumtuma mwanawe wa pekee ili aje ukomboe ulimwengu. Amina. Amen. Ili kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Amina. Amen. Bado tunasema kwamba wokovu ni tendo la Mungu la kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi, hukumu ya milele na nguvu za shetani, na kumrejesha katika uhusiano sahihi na Mungu kupitia imani katika Kristo Yesu. Maana nyingine ya wokovu ni tendo la Mungu la kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi, hukumu ya milele na nguvu za shetani, na kumrejesha katika uhusiano sahihi na Mungu kupitia imani katika Yesu Kristo. Pale imani yako unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unarejeshwa upya. Unatolewa kwenye ile hukumu ambayo tayari ulishaandikiwa hukumu ya milele baada ya ile dhambi iliyotendeka katika bustani ya Edeni. Unapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unatoka kwenye ile hukumu, unarejeshwa tena, unakuwa mwana wa Mungu kwa imani ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa imani ya kumwamini Yesu Kristo. Maana pasipo kumwamini yeye hatuwezi kurejeshwa. Ili urejeshwe wewe katika ule ukombozi wa kukombolewa na Yesu Kristo, lazima umwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amina. Tukisoma katika Ebrania, tutaenda kusoma kitabu cha Ebrania 11:1. Ebrania, fungua kitabu chako. Endelea kuzoea kufungua kitabu. Ebrania 11, Waebrania 11:1. Ebrania 11:1. Kuna mwanafunzi ambaye amepata? Rebeka Washa. Nijafunua Ebrania. Sawa, nitasoma. Waebrania 11:1 inasema,
Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sawa? Tunaambiwa kwamba tunamwamini Yesu Kristo kutokana na imani. Na tunapomwamini yeye, imani ile ile ambayo unatumia kumwamini Yesu Kristo, pale unapoweka tu tendo la imani kwamba ninamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unatolewa kwenye ile hukumu ya milele. Ile hukumu ya milele ambayo ulikuwa umewekewa, unapomwamini Yesu Kristo unatolewa kwenye ile hukumu. Na imani ni kuwa na hakika. Imani ni kuwa na hakika, ni kumwamini Yesu Kristo ya kwamba hakika yeye ataniponya, hakika yeye atanisaidia, hakika ugonjwa wangu unaenda kuondoka, hakika mateso nilionayo yanaenda kuondoka kwa ile imani. Imani chanzo chake ni kuamini. Sawa? Imani chanzo chake ni kuamini. Na ndiyo maana tunapaswa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, pasipo kutetereka, pasipo kuogopa, pasipo kuwa na hofu yoyote. Tunapaswa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na unapomwamini huyu Yesu, usiwe na mashaka. Ondoa kabisa mashaka kwamba hivi kweli anaokoa, hivi kweli anaponya, hivi kweli anasamehe dhambi, hivi kweli zile dhambi zote nilizozifanya, huyu Yesu kitendo cha kumwamini tu anasamehe dhambi. Hakika nakuhakikishia kwamba hata kama dhambi zako zimekuwa nyingi mno, umefanya machukizo makubwa ambayo wewe mwenyewe ukiyatazama unaona haya niliyofanya kweli naweza kusamehewa, na kuambia leo ya kwamba Yesu Kristo anasamehe dhambi. Hiyo dhambi ambayo unaona wewe ni kubwa sana, kwake ni ndogo mno. Lakini anataka ile imani ya kumwamini. Umwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utakapomwamini, anaenda kusamehe ile dhambi, anaenda kufuta ile dhambi. Hata kama ulikuwa mchawi kiasi gani, umeloga watu wangapi, watu wengi wamekuchukia, lakini unapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapoamini, unakuwa na ile imani ya kumwamini, anaenda kusamehe ile dhambi. Amina. Amen. Usije ukasema labda anasamehe dhambi ndogo tu. Dhambi zote amesema anasamehe. Lakini kikubwa imani. Umwamini yeye, umkubali yeye. Amina. Amen. Unapomwamini yeye, anaenda kusamehe dhambi. Ni ile imani katika Yesu Kristo. Amina. Waefeso 2 mstari ule wa 8 hadi wa 9. Wokovu ni tendo la Mungu kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi, hukumu ya milele na nguvu za shetani, na kumrejesha katika uhusiano sahihi wa Mungu kupitia imani katika Kristo Yesu. Waefeso 2:8 hadi 9. Wewe uliyepata karibu. Mwanafunzi mzuri uliyepata karibu, tusome. Waefeso 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Nitasoma. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa maana mmeokolewa kwa nini? Mwanafunzi mzuri, naomba unisikilize. Mwanafunzi mzuri ambaye tuko na wewe kwenye semina, na siku ya leo ni ya pili. Waefeso 2 kuanzia ule mstari wa 8 unasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa njia ya nini? Ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo,
mtu awaye yote asije akajisifu. Amina. Tumeokolewa kwa imani, wala sio kwa matendo yetu, wala sio kwa vitu vyetu tulivyo navyo, bali tumeokolewa kwa imani. Ndiyo iliyotuokoa. Yesu alikuja kutuokoa kwa imani, na sisi imani hiyo hiyo tunapaswa kutembelea, kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Halo? Unaamini kwamba mimi nitapona, hata kama bado unaona bado, lakini unapomwamini Yesu Kristo kwamba naenda kupona, unapona kweli. Unapomwamini Yesu ya kwamba mimi ni mlevi lakini naenda kuacha ulevi, ule ulevi kwa imani ile ile ambayo unaamini, unaenda kuondoka. Amen. Ulikuwa ni mchawi, unaamini kwamba kwa sababu tayari nimemwamini Yesu Kristo, nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwa imani hii ninaenda kuacha vyote. Ninaenda kuacha uzinzi. Kijana mwenzetu ametoka kusema hapa kwamba miaka 5 nyuma alikuwa anakula madawa ya kulevya. Alikuwa anakula madawa mpaka ilifika mahali hawezi kulala bila kula madawa ya kulevya. Hawezi kulala bila kukutana naye. Lakini alipokutana na Yesu, akaamua kumwamini, akaamua kuokoka na kumpokea huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alipopandisha viwango vya imani na kuamini kwamba hakika nimemkiri Yesu, hivi na viacha na nitaweza kwa jina la Yesu, inawezekana. Na kitu unachokiona ni kibaya, unapoamua kuacha, acha kweli kweli. Usiache kwa mashaka. Usiache huku narudi nyuma. Wewe songa mbele. Kiache ukiamini kwamba Mungu, naamini unaenda kunitetea. Mungu, naamini unaenda kunitokea. Mungu, naamini unaenda kunifanyia muujiza ambao haujawahi kutokea kwenye maisha yangu. Na unapoamini katika roho na kweli, Mungu anaenda kufanyia jambo kubwa. Amina, watu wa Mavovo. Aminini ya kwamba kile ambacho unakifanya leo hii, umeokoka, umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, imani yako ipandishe, viwango vyako vya imani vipande, ya kwamba Mungu anaenda kukutendea. Ulikuwa mgonjwa kwa miaka mingi, ulikuwa na mateso ya miaka mingi, pandisha viwango vyako vya kumwamini Mungu. Usimwamini Mungu kwa viwango vya chini. Usimwamini Mungu kwa viwango vidogo, ya kwamba sijui kama ataweza, sijui anaweza kuniponya, sijui anaweza kunisaidia. Yesu anaweza kukusaidia kwenye tatizo lako. Yesu anaweza kukusaidia. Kikubwa, pandisha viwango vyako vya imani. Muamini ya kwamba wakati nilipompokea, tayari anaenda kuondoa shida yangu. Tayari ugonjwa wangu unaenda kuondoka. Muamini, usimwamini nusu nusu. Usiamini mguu mmoja uko nje, mwingine uko ndani. Ingiza miguu yote ndani, ya kwamba Yesu, ninakwenda na wewe. Amen. Ninaenda na wewe, usiniache. Kwenye hili tatizo nililonalo, usiniache. Kwenye ugonjwa nilionao, usiniache. Kwenye hii shida ya fedha nilionayo, Bwana, usiniache. Nimeamua kwenda na wewe. Nimeamua kuwa na wewe. Nimeamua kujiungamanisha na wewe. Sina kitu kingine ninachoangalia. Anasema amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Amelaaniwa. Usimtegemee mwanadamu. Usiangalie kitu cha mbele, kinakuchelewesha. Maana unaweza ukawa unaangalia kitu ambacho kinaonekana kwa macho, unasema hiki kitanisaidia. Hakiwezi kukusaidia, lakini Yesu Kristo ana uwezo wa kukusaidia, ana uwezo wa kukupigania, ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Amen. Kuna wakati binti umechoka. Kuna wakati kaka umechoka. Kuna wakati mama umechoka. Ukiangalia tangu mdogo hujaona mabadiliko ya maisha yako.
Ukiangalia tangu kuzaliwa kwako, hata unakuwa huelewi. Mwanzo ulikuwa vizuri, lakini mwisho wa siku mambo yanabadilika. Usiogope, yupo Yesu anayeenda kubadilisha maisha yako. Amen. Haijalishi umefika wapi, usitazame umri wako, usitazame mwili ulio nao. Wewe mtazame Yesu. Amen. Angalia mbele kwenda na Yesu. Sema, mimi imani yangu naipandisha juu. Viwango vyangu vya imani vinapanda. Ninamwamini Yesu Kristo aliyenifia msalabani, aliyekufa kwa ajili ya dhambi zangu, aliyekufa kwa ajili ya mateso yangu, lakini amekufa ili mimi niokolewe. Na baada ya kufa huyu Yesu, unaangalia kwamba alipokufa alifufuka. Unaweza ukajiuliza swali, kwa nini alifufuka? Alifufuka kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuja kubadilisha historia ya maisha yako. Amina. Angekufa yeye, ina maana na sisi tungekufa. Lakini tunaamini kwa sababu tunaamini ya kwamba alifufuka. Na tunayaona matendo yake, na tunaziona kazi zake. Kwa hata wewe nikutie moyo ambaye uko hapa Mavofu, ya kwamba muamini Yesu katika roho na kweli. Amina. Amen. Usimwamini Yesu nusu nusu. Muamini katika roho na kweli. Tunasema kwa nini mwanadamu anahitaji wokovu? Kwa wewe unayeandika, kwa nini mwanadamu anahitaji wokovu? Andika hivyo hivyo. Kwa nini mwanadamu anahitaji wokovu? Namba 1, wote wametenda dhambi. Biblia inasema kwamba wote wametenda dhambi. Sawa? Mwanadamu anahitaji wokovu kwa sababu wote tumetenda dhambi. Kwa hiyo tunahitaji wokovu ili tuweze kuokolewa. Warumi 3:23. Warumi 3:23. Andiko linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mwanadamu anahitaji wokovu kwa sababu wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunahitaji wokovu ili tuuishwe tena. Tunahitaji wokovu ili tufanyike upya tena. Tunahitaji wokovu ili tufanywe wana wa Mungu. Amina. Namba 2, mshahara wa dhambi ni mauti. Halo? Mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Hiyo utaandika, unayeandika utaandika, alafu utasoma vizuri kwa muda wako. Nitakusomea mimi hapa. Kwa leo nitakusomea mimi hapa. Ila wewe unayeandika andika, ukitulia utajisomea. Warumi 3:23. Hiyo ni namba 2, ni pointi ya pili, kwamba kwa nini mwanadamu anahitaji wokovu. Pointi ya kwanza, wote wametenda dhambi. Warumi 3:23. Pointi ya pili, mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Warumi 6:23. Ndio maana ninasema kwamba kwa leo nitakuwa na kusomea. Wewe unayeandika jitahidi tu kuandika, alafu utasoma taratibu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Na ndio maana mwanadamu anahitaji wokovu. Mwanadamu anahitaji wokovu ili asije kuingia kwenye ile mauti. Kwa sababu siku zote mshahara wa dhambi ni mauti.
dhambi yoyote unayoitenda, dhambi yoyote unayoifanya, mwisho wa ile dhambi ni mauti. Mwisho wa ile dhambi ni kifo. Mwisho wa ile dhambi ni jehanamu. Mwisho wa ile dhambi lazima ufe. Sasa kabla hujafa, mwanadamu unahitaji wokovu. Unahitaji kuokolewa ili utoke kwenye ile mauti, kwenye ile dhambi ambayo umeitenda miaka mingi, kwenye ile dhambi ambayo umetembea nayo kwa muda mrefu, ili uweze kutoka kwenye ile mauti. Kwa sababu tayari ukiwa mwenye dhambi, tayari ukiwa mtu ambaye unatenda dhambi, unahesabiwa wewe uko kwenye mauti. Wewe tayari ushahesabiwa uko kwenye danger, uko kwenye kifo. Sasa ili utoke kule, mwanadamu anahitaji wokovu. Mwanadamu anahitaji kukombolewa. Mwanadamu anahitaji kuokolewa ili atoke kwenye ile mauti. Siku zote dhambi yoyote unayoitenda, usije ukafikiri kwamba ni kawaida tu, kwamba nafanya kesho nitatubu, nafanya kesho nitatubu. Kuna mwingine bana, mimi bado kijana, mimi bado msichana mdogo, hata nikifanya dhambi haina shida, baadaye nitatubu. Haujui kesho yako. Haujui utakuja kunyakuliwa kwenye mazingira gani. Haujui utakufa upo kwenye wakati gani. Haujui je, utakuwa umeshapata neema ya kuokoka. Kwa sababu unaweza ukasema ninafanya tu, nitatubu majira yoyote, lakini kabla hujatubu ukajikuta umekufa, unaenda jehanamu. Hello? Kwa hiyo pale unapopata nafasi ya kuokoka, unapopata nafasi ya kutubu dhambi zako, zitubu na uziache. Unapopata neema ya kuacha dhambi, ziache dhambi zako na usizirudie. Kwa sababu huwezi kujua. Wakati mwingine wakati wa uliookolewa, ndio neema ya Mungu ilikuwa inashuka kwako. Ndio wakati wa Bwana sahihi kukukomboa wewe. Unatubu dhambi, alafu baada ya muda unairudilia ile dhambi. Unaporudi unaenda kufa. Na unapokufa wakati hujatubu dhambi yako tena, hatujui nini kinaendelea huko unakoenda. Lakini bado Biblia inasema kwamba njia ya kweli ni ya Yesu Kristo. Tunapoifuata tunapata uzima wa milele. Usije ukatubu dhambi, ukasema ninatubu dhambi leo, ninatubu leo, na wadanganya watumishi wa Mungu, ninatubu tu, lakini baada ya muda naendelea na dhambi yangu, naendelea na mambo yangu. Nimekwambia hivi, unaweza ukatamka hilo neno ya kwamba ninatubu, alafu naendelea na dhambi yangu, kumbe siku hiyo hiyo ndio Mungu alikuja kukukomboa wewe. Amen. Na ulipata bahati ya siku moja tu na haijirudii tena. Unaweza ukarudi kwenye dhambi ukakutana na kifo, ukawa umeikosa ile nafasi. Kwa unapoipata nafasi ya wokovu, unapomaanisha kuokoka, unapookoka, okoka katika roho na kweli. Unapoamua kuacha dhambi, iache katika roho na kweli. Wewe songa mbele na Yesu Kristo. Yeye anayo majibu. Yeye atakusaidia. Yeye atakutetea. Yeye atakupigania. Kuna mwingine anasema inawezekana vipi mimi niache dhambi? Haiwezekani. Kuna mwingine anasema uzinzi unanitesa, ulevi unanitesa. Lakini nikwambie kwamba hayo yote yanawezekana ukiwa na imani thabiti ya kumwamini Yesu Kristo. Yesu anaenda kuondoa hiyo kiu ya ulevi. Yesu anaenda kuondoa kiu ya uzinzi. Yesu anaenda kuondoa vyote. Na ndipo sasa akishaondoa, anashuka kukuletea mke mzuri, anashuka kukuletea mme mzuri, anashuka kukutengenezea mazingira yeye mwenyewe. Amen. Kwa wewe usiogope kwamba nikiacha itakuache. Yupo Yesu. Atakusaidia, atakutetea, atakupigania, atakuvusha. Pale unapoona huwezi kuvuka, yeye anayo majibu ya kukuvusha. Hello? Amen. Naongea na mtu. Amen. Yesu anaweza kukuvusha sehemu ambayo hukutarajia.
lakini anakuvusha, anakupeleka viwango vingine. Kuna sehemu ulishindwa kufika, ulishindwa kufanya biashara zako, maisha yako yalikuwa hayaendi. Ukimwamini Yesu katika roho na kweli, ukasimama na yeye, wokovu wako ukasimama, Yesu anaenda kukupa kazi nzuri, amen, yenye heshima, itakayo kuheshimisha. Hata ukipita unaonekana mama fulani unaheshimika, baba fulani anaheshimika, binti huyu anaheshimika kwa sababu anaye Yesu, dada huyu anaheshimika, huyu mama katika familia ni mama anayeheshimika kwa sababu umemwamini Yesu Kristo. Amen. Umesimama na Yesu, atakupa ile heshima ya kimungu. Amina. Amen. Wakati mwingine tunadharaulika kwa sababu hatumwamini Mungu. Mungu huna, pesa huna, maisha ni magumu, nani atakuheshimu? Yupo atakaye kuheshimu? Lakini tunapokuwa na Yesu, utu wetu wa kale unaondoka, tunawekewa utu mpya, tunakuwa viumbe vipya, tunakuwa watu wapya, hata matendo yetu yanakuwa mapya. Amen. Unaweza kila siku njia ile ulikuwa unapita, lakini siku unashangaa unapita unasema, Bwana, mbona nilikuwa sikuoni? Ulikuwa wapi? Mbona ulikuwa uonekani mama fulani? Ulikuwa wapi? Ukiangalia ni mtu ambaye ulikuwa unamuona. Nini? Shetani anakuwa amekufunga uonekani. Lakini unapomwamini Yesu na kupandisha viwango vyako vya imani, Yesu anakufunika. Amina. Amen. Tunafunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu anatufunika, anatufanya tunakuwa wapya, anatufanya tunakuwa watofauti na wengine. Amen. Sawa? Amen. Kubali utofautishwe. Usikubali kuwa hivyo ulivyo. Miaka nenda rudi umeishi maisha hayo. Wakati umeenda umerudi uko pale pale. Usikubali. Kubali Mungu ageuze maisha yako. Kubali Mungu abadilishe historia yako, ukawe mtu mwingine. Halo. Amen. Haleluya. Amen. Tunasema mwanadamu hawezi kujiokoa kwa matendo yake mwenyewe. Mwanadamu hawezi kujiokoa kwa matendo yako mwenyewe. Kuna wengine wanajivuna, wana pesa nyingi, wana magari, wana majumba mazuri, lakini nikwambie kwamba hivyo vyote si kitu mbele za Mungu. Mungu anataka moyo uliopondeka, moyo unaomnyenyekea Mungu, moyo unaompa sifa Mungu, sio moyo unaojisifu kwa vitu walivyo navyo. Halo. Amen. Tafuta neema ya kumjua Mungu. Tafuta neema ya kunyenyekea mbele za Mungu. Amina. Amen. Andika Tito 3:5. Andika tu Tito 3:5. Itasoma mwenyewe Tito 3:5 kulingana na muda wetu. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake na kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Hatujisifu kwa matendo yetu. Hatujisifu kwamba sisi ni wazuri sana. Uzuri hauwezi kubadilisha maisha ya mtu. Huwezi kujisifu kwa sababu ni mzuri sana naweza kubadilisha kila kitu. Lazima nimwamini Yesu Kristo. Amen. Lazima Yesu Kristo aingie moyoni mwangu. Amen. Lazima niamini kwamba yeye anaponya. Amen. Lazima niamini kwamba yeye anaokoa. Na sifa zote nimpe yeye. Amen. Ya kwamba hakika wewe ni Mungu. Matendo yako ni makuu. Uweza wako ni wa ajabu. Wewe ni wa kuheshimiwa mno. Lazima nimheshimu. Ule uzuri nilionao hauwezi kunipeleka mbinguni peke yake. Yale magari nilionayo hayawezi kunipeleka mbinguni. Ile nyumba nilionayo haiwezi kunipeleka mbinguni. Yule mme nilienaye hawezi kunipeleka mbinguni. Yule mke nilienaye wala watoto hawana mbingu ya kunipeleka, bali mwenye mbingu ya kunipeleka ni Yesu Kristo. Ninapomwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na
ninapopandisha viwango vyangu vya imani, ndiye atakayenipeleka mbinguni. Hivi vyote haviwezi kunipeleka popote. Sana vitaniangamiza. Nikikaa kuviabudu hivyo, vitaniangamiza. Kuna andiko katika Biblia inasema hata kama kidole hiki unakiona kinakuchelewesha kwenda mbinguni, unatakiwa ukikate, ili safari ifanye nini? Iendelee. Kwa sababu anajua safari ya mbinguni ni ya mtu binafsi. Kumjua Yesu Kristo ni mtu binafsi. Asikudanganye mtu ya kwamba kwa nini umeenda pale, kwa nini umeokoka, kwa nini umefanya uamuzi wa kuokoka. Mwambie mimi nimeamua kwenda na Yesu. Amen. Sijaenda kwa sababu ya kanisa, sijaenda kwa sababu ya dhehebu, sijaenda kwa ajili ya mchungaji, sijaenda kwa ajili ya mtu yeyote, bali mimi pale nimemfuata Yesu Kristo kwa sababu pale ninapata mafundisho ya kuniongeza kuendelea mbele. Amen. Sawa? Mwambie pale mimi nimefuata mafundisho ambayo yananisaidia kuendelea mbele kwa ajili ya kumtafuta Mungu ili nimjue zaidi. Mama yako hana mbingu ya kukupeleka. Amen. Mjomba, shangazi hana mbingu ya kukupeleka. Watu wengi wanacheleweshwa na ndugu. Watu wengi wanashindwa kumwamini Yesu kwa sababu ya ndugu zao, kwa sababu ya wazazi wao, kwa sababu ya shangazi, kwa sababu ya mjomba. Hakika nakwambia leo ya kwamba hawana mbingu ya kukupeleka. Amen. Ulikuja peke yako duniani, utaondoka peke yako. Amen. Hautaondoka na mtu. Hautaondoka na mtoto wako uliyemzaa, hauondoki naye. Anakwambia baba huwezi kuokoka. Unaokokaje? Mama huwezi kuokoka. Unaokokaje? Wewe mwambie hii safari ni ya kwangu, na wewe tafuta safari yako. Mimi nakwenda na Yesu. Mwambie nimeamua kumwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ni safari yangu niliyoianzisha. Ni hatua yangu niliyoianzisha. Ni kipengele changu nilichokianzisha. Kwa sababu mwambie kila mtu ana future yake. Amen. Amina. Amen. Nisaidie kumwambia jirani yako kila mtu ana future yake. Kila mtu ana future yake. Mimi nimechagua kwenda na Yesu. Mwambie mimi nimechagua kwenda na Yesu. Chagua kwenda na Yesu. Uchaguzi ni wa kwako, uamuzi ni wa kwako, makubaliano ni ya wewe na Mungu, matengenezo ni ya wewe na Mungu. Wewe tengeneza na Mungu wako, tengeneza connection nzuri ya kumwamini Yesu. Tengeneza karatiba kako kazuri cha kumwamini Yesu. Hasa wewe uliyempokea Yesu hivi karibuni, usiache ibada, usiache maombi, usiache kuja kanisani. Tembea kanisani ili uendelee kujifunza. Utapata mambo makubwa zaidi. Utapata mambo mazuri zaidi. Amina. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Yale usiyoyaona utayaona, yale usiyoyajua utayajua. Ukiwa na Yesu vizuri, yote utayafahamu. Ukiwa na Yesu vizuri, yote utayajua. Anasema atafunua zile siri za mbingu. Zile usizozijua utazijua. Yale ambayo ulikuwa unateswa kwa miaka mingi, huoni kama unateswa, ukimwamini Yesu katika roho na kweli, utayaona. Amen. Na kuhakikishia utayaona. Amen. Yale ambayo ulikuwa uyaoni, umefungwa macho, wanakuja wanakubeba, wanaenda wanakuloga, wanakufanyia mambo mabaya, utayaona. Na utamuona Mungu akiwa anapigana na wale watu. Amen. Utaona live. Halo. Amen. Ukiendelea kujifunza, utaona hayo yote. Yale ambayo ulikuwa uyaoni, kupitia imani, kumwamini Yesu Kristo, utayaona. Amina. Amen. Wewe endelea kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usitoke katika kumwamini Yesu. Mtu yeyote asikutoe.
mazingira yasikutoe, usitolewe na chochote, ya kwamba wale watumishi wa Mungu walikuwepo, sasa hawapo, siendi pale. Wewe sikia nikwambie, mahali hapa yuko Mungu wa kweli, mahali hapa yuko mtumishi wa Mungu wa kweli, aliyeandaliwa kwa ajili yako, ameletwa kwa ajili yako. Wewe njoo msikilize hapa. Amen. Atakupa vitu vitakusaidia. Amina. Atakupa vitu vitakuinua, vitakupeleka mbele. Sawa? Timiza ahadi yako ya kumwamini Mungu. Usimwamini nusu-nusu, kwa maana hujui siku wala hakuna anayejua siku. Hakuna anayejua saa yake ya kufa. Hakuna anayejua atakufa lini. Yamkini umeletwa leo uokoke, ukafe ili uende kumlaki Bwana mawinguni. Amen. Lakini wewe unaokoka, baadaye unatoka unasema mimi najitoa. Yamkini ulibakiza muda mfupi, miezi 2 3, mwaka mmoja ulibaki ukafe, ulipewa nafasi ya kutengenezwa na Mungu, lakini unamwacha Bwana. Wewe unaenda kwenye dhambi, unaenda kufia kwenye dhambi. Usikubali kufia kwenye dhambi. Usikubali kufa kwenye dhambi. Umepata hii neema, ishikilie. Pandisha viwango vyako vya imani. Pandisha viwango vya kumwamini Yesu Kristo. Pandisha viwango vya kumjua Bwana, ya kwamba yeye anaweza. Amina. Amini kwamba yeye anaweza. Yesu ndiye njia pekee ya kumfikia Mungu. Halo. Yesu ndiye njia pekee ya kumfikia Mungu. Yohana 14:6. Andika, nitasoma. Yohana 14:6. Yohana 14:6 inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amina. Huyu ni Tomaso, alikuwa anaambiwa na Yesu. Halo. Halo. Huyu Tomaso alikuwa anaambiwa na Mungu ya kwamba, Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijua njia. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amina. Hautaenda kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Hata pale utakapomwamini Yesu Kristo, ndipo utaenda kwa Baba. Matendo 4:12. Andika, unayeandika. Mimi nitakusomea huku, wewe andika tu, usijali. Matendo 4:12. Matendo 4:12 inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Amina. Hakuna njia nyingine ya kwenda mbinguni ila ni njia ya Yesu Kristo, ila ni njia ya kumwamini Yesu Kristo. Hakuna jina jingine alilopewa mwanadamu lipasalo kuokolewa kwalo, ila ni jina la Yesu tu. Halo. Amen. Hakuna jina jingine lipasalo kuokolewa kwa mwanadamu, halipo. Tafuta kote, hakuna jina lingine. Hayupo mtume ambaye aliwahi kusema mimi ndimi njia, kweli na uzima, ila Yesu peke yake. Amen. Hakuna jina lingine litupasalo kuokolewa kwalo, bali ni jina la Yesu tu. Amen. Yesu peke yake ndiye aliyesema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hayupo mtume aliyetamka. Tafuta kote.
Hakuna mtume aliyefufuka siku ya tatu zaidi ya huyu Yesu. Yesu peke yake ndiye aliyefufuka. Yesu alifufuka ili aje kutuokoa, ili aje kutukomboa, ili aje kutusamehe dhambi. Kwa hiyo hakuna jina jingine litupasalo kuokolewa kwalo ila jina la Yesu Kristo. Simama hapo.